Mimi binafsi kwa jina naitwa Lucy Mrimi, ni dada yake Daniel Chonchorio Nyamuhanga. Sisi kama familia tunapitia changamoto nzito na tunakuwa na mambo mazito ambayo hatuelewi, maana siku zinaendelea. Leo sasa ni siku karibia ya 7. Hatujui ndugu yetu alipo. Na ndugu yetu alichukuliwa mchana kweupe na watu kama tulivyokuwa tumesema hapo awali. Waliongea naye kwa mazungumzo, wakamuingiza kwenye gari na mpaka hapo hatujampata. Hivyo sisi kama familia kilio chetu ni kuendelea kupaza sauti. Tunaomba wanahabari muendelee kupaza sauti, wanaharakati muendelee kupaza sauti, wananchi kwa ujumla tuendelee kupaza sauti kwa ajili ya majanga haya yanayoendelea kutokea. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Kwa masikitiko makubwa sana naipa pole familia ya Daniel Chonchorio Nyamuhanga, na hasa mke wake kama yupo, watoto wake, wazazi wake, dada zake, lakini pia huyu dada ambaye kajitokeza mara kadhaa kumsemea ambaye anaitwa Lucy Mrimi. Lakini pia nawapa pole majirani, watu wa maeneo yote ambayo yuko hapo, ama mtu yote ambaye kwa namna moja nyingine ameumizwa sana na sintofahamu ya huyu Daniel Chonchorio Nyamuhanga. Nawapa pole watu wa CCM kwa sababu sasa pengine ndio baada ya siku nyingi sana za aina moja tu ya watu ambao ilikuwa inaonekana kama wakonja CCM kupotea, ni kama sasa na wenyewe wamepotelewa kidogo na mtu ambaye anaonekana ni kada wao kwa vyote vile, ambao wamekuwa na mahusiano na mtu huyu. Kwa vyote vile itakuwa wameumizwa kwa namna moja na nyingine. Lakini kubwa kuliko, pia nawapa hongera sana Jambo TV, wafanyakazi wa Jambo TV, mmiliki wa Jambo TV na vyombo vingine vya habari, kwa uthubutu wenu, kwa moyo wenu, miongoni mwa vyombo ambavyo vimekuwa na huruma na ubinadamu. Hata kama kwa mimi Mbarikiwa vyombo vyote vilinyamaza, lakini walau hata kwa hao wengine mnao watetea Jambo TV na vyombo baadhi na 24 Media walikuwepo sana, ingawa sasa hivi sijaona sana, na vyombo vingine baadhi ambavyo nyie kwenu maendeleo habari ni hasa kupigania vilio vya watu. Pongezi nyingi ziwafikie kutoka kwenye moyo wa Mungu ambao mimi nawakilisha. Na baada ya kusema maneno haya, kama ilivyo kwa mhubiri, katika hali yoyote wakati wote, Yesu alipomtokea Yohana katika kisiwa cha Patmo, baada ya pongezi zozote ambazo alimpa au masikitiko yote ambayo alimuonyesha juu ya makanisa au juu ya watu, alisema, hata hivyo ninalo neno la kuiambia makundi yote niliyoyapa pole, na makundi mengine yanayoshangilia au kufurahia, kwa sababu pengine wanasema adui yako ng'ombe njaa. Isipokuwa mimi siwezi kunufaika kwa namna yoyote, na kwa sababu pia ni mhubiri, Biblia inasema Mungu afurahishwe na kifo cha mwenye dhambi. Kwa hiyo mimi siwezi kupata faida yoyote, hata kama kuna kiumbe alijiita adui, alisherekea, alishangilia, aliona kawaida mimi ninapolia, au watu wengine wanalia, pengine wazazi, ndugu akina Soka, ndugu akina Chaula, ndugu wa watu mbalimbali ambao wamepotea, pengine mwingine aliona ni kawaida, ndo maisha, yani dunia ndo imefika huku, utaratibu ndo huu. Tunapokuwa tunasema mambo yawe hivi, sasa unaonekana maisha ndo haya.
Pamoja na hayo, mimi siwezi kushangilia ama kuona kawaida kupotea kwa mtu ama kufa kwa mtu. Na si vema sana mtu akiwa kwenye uchungu, akiwa kwenye kilio, unampa changamoto au wajibu mwingine unaoonekana ni kama haujali uchungu alionao. Hata hivyo, ninalo neno juu ya wote ambao nimewapa pole na juu ya wote ambao mnaona kawaida au mnanufaika na mambo hayo. Moja, nisemacho ni kwamba maneno haya anayoyaongea huyu dada Lucy Mrimi, kwamba jamani, tuendelee kupaza sauti, tuendelee kuyapinga mambo haya. Nataka kwa hadhari kubwa, nikiwa najua na maumivu makubwa, ana sintofahamu kubwa, yeye pamoja na mwingine yoyote tunayeona ni kawaida, yoyote tunayeona mtu anayeweza akawa anazungumzia kilio cha mtu mwingine ni kirimirimi. Nataka nikwambie maneno kama haya yalihitajika sana wakati ambao haujapotelewa wewe. Tunaomba wanahabari muendelee kupaza sauti, wanaharakati muendelee kupaza sauti, wananchi kwa ujumla tuendelee kupaza sauti kwa ajili ya majanga haya yanayoendelea kutokea. Wakati mwingine analia, wengine wanalia kupotelewa kwa ndugu zao. Yalihitajika sana maneno kama haya. Wewe wakati huo unacheka, Biblia inasema lieni pamoja na wanaolia. Yalihitajika sana. Itakiwa wakati huo uwe tayari na wewe likupate lolote. Mfano, akina sisi, yote yaliyotupata yametupata kwa sababu tukiwa salama tuliwapigania wengine, tuliwapigia kelele wengine, yakatupata haya yaliyotupata. Ndio maana sasa tumezoea, ni maisha yetu. Yani kuna watu wanasema Mbarikiwa, kwa hivyo ulivyoongea hivi umekwisha. Tulishaisha. Kinachoishi sasa ni Mungu tu. Na nijuacho katika nisemayo, sijawahi kuwa na uadui na mtu na mapambano na mtu, ingawa ilizuka lugha ya kwamba ukiongea kinyume cha walaji wanaonufaika na dhuluma fulani, maumivu fulani, iliinuka lugha ya kwamba ni kupambana na serikali, iliinuka lugha ya kwamba ni kutukana serikali, iliinuka lugha ya kwamba ni kuchanganya dini na siasa. Lakini wakati wote nimekuwa nikifafanua kwamba uhai wa mwanadamu kama ni siasa, mimi nawaambia uhai wa mwanadamu ni mali ya Mungu, sio mali ya siasa. Wakati mwingine siasa tutavumilia, tudhulumiwe, tuibiwe kila kitu, kuna wakati tutanyamaza. Lakini ikifika mahala tunanyang'anywa na uhai, tutaongea kwa sababu kote ni kufa. Sasa nataka nikwambie mtu yoyote ambaye vilio, kelele, maumivu, uchungu wa watu kama huyu dada Lucy Mrimi, wewe kwako ni kawaida. Ni kawaida, ni dunia ndio ilikofika. Nimesema mara kadhaa, utakuja kuhitaji lugha, utakuja kumhitaji mtu atakayelia pamoja na wewe kipindi ya kikukuta. Utakuja kumhitaji na kumwona mtu yoyote atakayejaribu kuzungumzia kilio chako. Huyo mtu ni wa maana sana. Hautamsema tena anachanganya dini na siasa. Hautamsema tena anaingilia mambo ya serikali, anatukana watawala, anatukana viongozi wa dini. Hautamsema, na kuhakikishia. Kama huyu dada hapa nilipoanza kumpa pole hapa, kwa vyovyote vile kaona mimi mtu wa Mungu sana, nimemgusa sana, nimemfariji sana, hivi tu nipo tajapo jina lake anaona ni kama na mimi nimeongea, kaniona mtu wa Mungu sana. Lakini inawezekana huyu
na wanaofanana na huyu, pengine nilipolia mimi aliona na wewe una mdomo sana, unaongea sana. Kwa sababu tusi si kwa sababu umelalamika kwamba jamani naomba ndugu yangu apatikane, jamani kwa nini mimi nifanywe haya. Tusi ni huyu anayekuwa amefanya hayo anakuwa hayuko tayari kuacha kufanya hivyo. Kwa wewe utakayekuwa yani ananufaika sana na faida kubwa sana kwa kufanya hayo. Kwa wewe utakayekuwa unalia, unalalamika, ni kama unamharibia mkate wake, ndo anachotafsiri tusi. Kwa sababu kitaka kumuua paka mbwa mpe jina baya, ndo anapoanza kusema unatukana serikali, unapambana na mamlaka, unachanganya dini na siasa. Wito wangu ni kwamba usione kawaida wakati mwenzako analia. Lieni pamoja na wanaolia. Simamisheni biashara, simamisheni kazi, simamisheni vikao. Tujadili kupotea kulia kwa wenzetu wanaolia. Kimsingi mimi namwombea salama sana huyo kijana, na kwamba kama hajadhurika mpaka leo yuko hai, arudishwe hai tu, kwa sababu siwezi kupata faida yoyote uhai wake ukipotea. Mke wake, watoto wake, wazazi wake, ndugu zake watakuwa na maisha yenye uchungu na maumivu kwa siku nyingi ambayo mimi siwezi kunufaika nayo chochote. Lakini wito mkuu, mwanadamu naye nisikia hapa, biashara kuna nisikia huko kwenye biashara, umetoka kazini, kesho utaenda kazini, kwa namna yoyote, ni mkulima, ni mfanyabiashara, ni mfugaji. Wanadamu kuna siku utamhitaji mtu atakayeongea waziwazi, sio atakaye kuwa pamoja na wewe katika ulimwengu wa roho, sio atakaye kuombea, atakaye kuambia tunakuombea. Utamhitaji atakayeongea waziwazi. Utahitaji vyombo vya habari vyote viache kutangaza taarifa za habari, taarifa za michezo, ikiwezekana vitangaze habari yako, na utaona watu ndio wanaandaa tamasha, utaona watu ndo wako kwenye harusi wanacheka, utawaona ni wanyama. Mimi wakati fulani, wakati mwingi ambao nimepitia, napoongea faraja tu ni tuko pamoja na wewe, tunakuombea. Na kuhakikishia kuna siku utamhitaji mtu asikuombee, asiongee kwa siri, asiongee ndani, atoke nje apige kelele, aliye pamoja nawe. Wazazi wetu, ndugu zetu walipopatwa na tatizo, wakati wanalia, huyu mwingine alianza kulia, hata ajui nini kimetokea kule. Anaposhangaa kuna nini, anasema nasikia watu wanalia huko. Lakini sisi sasa hivi ukisikia mtu analia, tunaingia ndani kuomba. Ukisikia mtu analia, unasema tunaenda kuyaongelea kwenye vikao. Lia kwanza, piga kelele kwanza, vikao vile vinaendelea wakati unalia. Na ukishia, anyway, mimi nimeonekana ni mkorofi sana hii hapa duniani, mkorofi sana. Lakini ukumbuke, yote yaliyonikuta yanikuta kwa sababu nilitetea watu, nilipiga kelele watu wakati mimi niko salama. Sawa, nimeshatokea. Najaribu kuwakumbusha nyie wengine ambao sasa hivi mko salama mahali, mko salama pole dada, Mungu akusaidie, tuko nawe katika ulimwengu wa roho, tunakuombea. Hapana, kuna siku utahitaji lugha ya dada anayesema tuna vyombo vya habari vitupazia sauti. Naomba wanaharakati, tunaomba mtu yoyote. Kimsingi hakuna mtu ambaye rasmi yeye ni mwanaharakati, amna. Ila kuna watu ambao tunaamua kuishi ubinadamu, kwa sababu harakati ni kukomalia jambo, ndo tafsiri ya harakati. Yani we jidanganya vyovyote, Mungu ni mwanaharakati. Unapotafuta hela kwa nguvu mpaka unazipata, ni harakati. Inategemea tu harakati zako umezielekeza kwenye nini. Ndio wengine wanasema harakati, mwanaharakati wa haki za binadamu. Manake kuna mwanaharakati wa umaraya, kuna mwanaharakati wa kutafuta pesa, kuna ambaye si mwanaharakati, ni taira tu. Lakini sisi wengine wote, wewe ni mwanaharakati wa umaraya, wa wanawake, wa wanaume,
Ukweli ukiamua kumkomalia mwanaume fulani umpate, unampata. Umkomalie mwanamke fulani umpate, unampata. Ni mwanaharakati wa muziki. Unaukomalia muziki mpaka unakubalika. Ni mwanaharakati wa biashara, wa kisiasa, kutafuta uongozi kwa gharama yote, au kuwatafutia wengine uongozi. Harakati ni kukomalia jambo. Lakini sasa hivi tumebatizwa akina sisi, utahitaji sauti ya wanaharakati. Na kumbe na wewe ulihitaji, ungekuwa mwanaharakati wakati wenzako wanahitaji sauti yako. Nachongelea hapa ni sauti ya waziwazi. Iwe wazi. Mtu anapolia, alia naye peupe, ikiwezekana na wewe, kwa sababu kwa mfano mtu amevamiwa na majambazi, jamani. Kwa sehemu kubwa majambazi akitokea mtu mwingine jirani naye anaanza jamani, wanamshuti yule mwingine. Anatoka nje na huko analia, wanampiga huyo mwingine. Hicho ndo mnachoogopa, mnaamua kusema mnalimaliza kwenye ulimwengu wa roho. Kuna siku hautahitaji liishe kwenye ulimwengu wa roho. Kuna siku utahitaji watu watokee peupe, wabebe uchungu kama ulivyoubeba wewe. Huo ni wito wangu, hiyo ni hamasa yangu. Na tena, kwa mfano, hata kama inaonekana kama nimelaumu, lakini huyo dada, naamini familia ya huyo Daniel Chonchorio Nyamuhanga, hii familia lazima itaangalia hii klipu, kwa sababu karibu kila nayeweza kusema kwa namna yoyote wanamwona inawezekana. Yani huyo ni mtu wa Mungu. Kuna siku utahitaji sauti, utahitaji sauti ya mtu anayelia pamoja na wewe. Wanadamu msione kawaida, njoni tuzungumze. Kama kuna wanaodai si wanaona shida kubwa iko kwenye katiba, njoni tuzungumze. Basi hiyo katiba tuiboreshe immediately. Tusiseme si upite uchaguzi, tubadilishe leo. Uhai wa mtu ni wa thamani. Kama tatizo liko kwenye ubinadamu, watu sasa hivi mali, cheo ni cha thamani kuliko uhai wa mtu, njoni tuzungumze. Hapo tupo wahubiri ambao tumesimama upande wa haki, asubuhi, mchana, usiku, kwa hasara, kwa faida, kwa uchungu, kwa huzuni. Hatugeuki, hatubadiliki. Tuhusishwe. Sisi hatutatoa hoja za kufurahisha upande mmoja wa aliye na cheo. Sisi tutatoa hoja ya kufurahisha Mungu ama ubinadamu, ambao karibu kila mmoja, hata aliyekuwa ananufaika kwa dhuluma, kwa uonezi, atakuja kunufaika tu akivumilia hiyo hoja tunayoweza tukaitoa. Na wakati huo niwe na neno special pia kwa watu wa CCM, ya kwamba kama una ndugu yuko CCM, kama wewe unanisikiza ni mtu wa CCM, naomba niwasihi watu wa CCM, kaeni mzungumze. Muna sababu zote za kupokea lawama ya kupotea kwa watu. CCM si serikali. Tunaanza sana na CCM kwa sababu inaonekana ndo mlio iweka serikali madarakani. Nyie ndo CCM, nyie ndo wazazi. Kwa tunawalaumu nyie. Cha kwanza tunawalaumu kwamba huenda munahusika na kupotea kwa watu, na kama hamuhusiki, kulikuwa na sababu yoyote ya kibinadamu kabisa, muone kuwa viongozi mmeshindwa. Yani RPC au analalamika watu, mtu amepotea. Mkuu wa mkoa analalamika, watu wanapotea. Mawaziri wanalalamika, watu wanapotea. Waziri mkuu nawe analalamika, watu wanapotea. Rais naye anasema wanapotea, hatujui wanavyopotea. Automatically nawaambia, busara kokote ambako watu walikuwa na utu, busara ilikuwa sasa itakuwa tumeshashindwa kuwa viongozi kwa busara. Mungekaa pembeni, mutafute njia bora ya jamani, nchi iende vipi, dunia iende vipi kwa hapa ilipo. Hapana,
Mimi nisema mara kadhaa, nimeitisha mazungumzo ya kwamba njooni tuzungumze. Muamini pia na watu sisi tusio na upande, tulio upande wa haki tu, upande wa Mungu tu. Muamini kwamba tunaweza tukawa na suluhu. Muamini ya kwamba tunaweza tukawa na jibu. Jibu msiliamini kwa kikundi almaarufu machawa, kikundi cha watu anayeweza akawa na kushangilia kwa kila kitu. Aminini kwa mtu pia anayeweza akawa anasema hata kinyume cha mapenzi yako, hata kama ni mtawala kivipi. Kwa sababu dunia ilivyo sasa, hata vinavyosema vikao, si kwamba tumekaa vikao. Hakuna cha vikao. Mimi nimehudhuria, nimeangalia vikao vingi vinavyofanyika. Sehemu kubwa wanaokuwa kwenye vikao mle huwa wanaunga mkono analotaka anayekuwa kiongozi wa kikao kile. Otherwise ni kwamba atakayekuwa naonekana yeye huja na wazo tofauti, mara nyingi onekana ni adui. Kwa kiwe kikao iwe nini, mara nyingi inakuwa ni kwa ajili ya kuunda, kuboresha ama kupaka mafuta wazo fulani la mtu fulani. Na mtu wa kusimama always kwa siri na peupe kupinga kwamba jambo hili sio sawa, kwa sababu jambo ambalo sio sawa halihitaji kupingwa kwa siri tu. Si mkapinge kwenye vikao. Hapana, jambo ambalo sio sawa inatakiwa limulikwe kwenye hadhara. Biblia inasema katika Timotheo sura 5 mstari wa 10 na mstari wa 20, sema ndugu adumuye kutenda mabaya akemewe mbele za wote ili wengine wajifunze. Mtakaolisikia kwa siri tangazeni juu ya paa. Wakati mwingine ni kweli, ni kama ni busara kusema kwenye vikao kwa siri, lakini lazima mtoke nje. Baada ya kuwekana sawa kwa siri, mtoke nje mseme tumepinga jambo 1, 2, 3 sio sawa. Hadhari nini? Tahadhari nini? Naambia watu wa CCM ambao sasa ndio mulio na serikali. Nionacho mimi ambacho ni kama ndo tafsiri ilipo sasa, ni kama tafsiri iliyopo sasa ni kwamba njia pekee ya kuwa salama, wanadamu sasa kuwa salama, ni kama yule anayeonekana anapinga, anasahihisha, ama mumetofautiana naye kwa namna moja ama nyingine. Njia pekee ya wewe kuwa na raha ama kuwa salama kwenye nafasi uliopo ama kupata nafasi zaidi, ni kama njia pekee iliyosalia sasa hivi ni kifo tu, ni kutekwa tu, ni kuuawa tu. Mimi naambia njoni tuzungumze, haijabaki hiyo njia. Ni kweli tuna kizazi korofi, ni kweli kuna watu mnahitaji kubaki kwenye madaraka, kupata cheo, kubaki kwenye ajira, lakini njia iliyobaki nawaambieni sio ya kuteka tu, sio ya kuua tu. Njoni tuzungumze. Na tunakokwenda, manake kila mwenye ubavu, kila aliye na uwezo wa kukodisha watu wanaoweza kumsaidia kuteka, kuua, atakuwa naona ndio njia, kwa sababu kienda mahakamani pengine kutakuwa na mizunguko ya hapa na pale. Lakini mimi kama mtu wa Mungu nasema njoni tuojiane. Yatakapoisha yanayoonekana ni Chadema sio wapinzani, kwa sababu wote sisi tunapoguswa na kupigwa kwa namna moja ama nyingine, kwa yote yaliyonikuta, cha kwanza unabrandiwa kuwa we Chadema. Unapewa, unachanganya dini na siasa, unapambana mamlaka, unatukana serikali hivi, yani hivi nivyoongea hivi nimetukana hivi, sababu sijawahi kuongea nje ya hivi ninavyoongea. Ukinisifia, hapana, leo umeongea kwa utaratibu. Nimeongea tu kwa sababu si ndio unanisikiliza, si nimejua unanisikiliza, kwa sababu kwa nini unachojua mimi ni raha sana nikiongea kwa ukali. Hapana, naongea inafika mara ukisikia kali pia kemea, tumia lugha kali, lakini baada ya kushindikana lugha ya busara, lugha ya taratibu, ndio unapoingia kwenye kukaribia. Sasa nahakikishia
utaendelea kuwa na mashaka na watu zaidi. Yani njia ya, ndio maana wakati fulani watu tunasemaga hata pakiwa na mchawi kwenye kijiji, kumuua utoi roho ya uchawi, wataendelea kuwemo wachawi. Yesu alileta njia ya kwamba tuzungumze nao, tujue kuna faida kiasi gani kwenye uchawi. Kwa nini tusikupe uchawi mwingine ulio bora? Unaruka kwenye ungo usiku umevua nguo. Kwa nini tusikupe elimu nzuri, utengeneze ndege ama ununue ndege uruke tu mchana kweupe? Tunawapa elimu, wanaacha uchawi badala kuja kuwa mtu mzuri kwetu. Halikadhalika, ushauri wangu ningesema aina ya watu ambao mnaona, mnaweza mkawa unaona hawa wanakwamisha, wakisha ama wakati mnahangaika na mnaoweza kuwaita Chadema, mnaoweza kuwaita wanapambana na serikali, na hakikisha hata nyie mashaka juu ya mkeo, watoto wako wanachama wenzako hayatapungua, kwa sababu imeandikwa adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Amini na kuhakikishia, utakapokuwa unahangaika, pengine umeshaona ni kawaida, yani kupoteza mtu, kuua mtu ndo njia ya kumwonyesha huyu mtu asiguse ulaji wangu, aniache hapa. Na kuhakikishia, ndio maana kwa kipande kubwa unaona mauaji mengi sasa hivi, hata mke na mume majumbani, watoto kwa wazazi, wazazi kwa watoto, binamu, wajomba, familia na nini, kwa sababu karibu wote sasa pengine wanaona hatua stahiki juu ya kupotea kwa watu, kuwaa kwa watu hazichukulii, na inaonekana anayeua anakuwa amemaliza tatizo. Na cha kufanya OCD, RPC, DC, RC, DSO, RSO, waziri, mkurugenzi wa usalama, na wote, waziri mkuu, rais, wakati mwingine penye kifo cha watu, kupotea kwa watu, kama tu Mungu atawasaidia muweze kujua mtu mwingine ni kama wewe, na hakikishia mungefika mahala mseme hii kazi siwezi, kwa sababu hakuna cha kwanza cha kulinda kama kulinda uhai wa watu. Tungekula mbaraga, ndizi za Tukuyu, tungekula magimbi, tungekula viazi tu, tungekula majani tu, tusiwe na lami, tusiwe na flyover, tusiwe na mashimo ya choo ya shule, tusiwe na shule, lakini tuwe hai. Baba zetu waliishi bila kusoma, waliishi bila maendeleo, lakini waliishi na ubinadamu, waliishi miaka mingi. Twende tuangalie mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema. Tufike mahala maendeleo, kumiliki gari, kuwa na lami, kuwa na flyover, kuwa na shule, kuwa na madaraja, kuwa visiwe kipaumbele. Na hakikishia iko siku utalia, utaongea lugha ya mwanamke huyu Lucy Mrimi, kuwataka watu waongee juu ya uchungu wako, walie juu ya uchungu wako, na utajikuta huna ujasiri wa kuwaomba watu, kwa sababu wakati wao wanalia, wewe uliona kawaida. Wakati wao wanapiga kelele, uliona kawaida. Takuja kurudi siku nyingine, ikiwa kwa haya nimetukana, nimepambana mamlaka, tufanyeje jamani? Amina Tawile. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afaye katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.